Jioni leo ni siku ya usalama mitandaoni. Wataalamu wa masuala ya kiusalama wanaonya kuwa kuna hatari zaidi mitandaoni hivi sasa kuliko miaka ya nyuma, hasa kwa vijana na watoto. Kumekuwa na wasiwasi kuwa maudhui katika mitandao ya kijamii inawaathiri vijana na kuwatumbukiza katika hatari za kijamii na kiafya. Nchi kama Ufaransa na Australia zimechukua hatua kupiga marufuku vijana walio chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii. Awali mwenzangu Carol Robi amezungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama wa mitandaoni, kufahamu zaidi kuhusu siku hii. Kimsingi ni kwamba hii siku ilionekana ni muhimu sana ili kuhakikisha kwamba tunakuza elimu ya uelewa ili watoto wawe wana uwezo mzuri wa kutumia teknolojia kwa njia ambayo ni nzuri bila kujikuta kwenye changamoto tofauti tofauti. Kwa hiyo kimsingi ni siku mahususi kwa ajili ya kukuza uelewa wa matumizi salama ya mitandao hususan kwa watoto. Kauli mbiu ya mwaka huu ni teknolojia mahiri, chaguo salama. Hii ina maudhui mazito kwa kweli, lakini ukitizama matumizi ya kwa mfano akili mnemba miongoni mwa watoto na vijana imekuwa na athari gani kwa maisha yao ya kila siku? Athari zimekuwa ni nyingi ambazo zimekuwa katika engo tofauti tofauti. Ukiangalia mfano kwenye masuala ya elimu, tumeona imekuwa ikidumaza watoto. Unakuta watoto siku hizi mambo mengi wanauliza akili unde, wanapata majibu ambayo yanafanya wasifikiri kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo tunaweza kusema imerahisisha maisha yao kwenye upande wa elimu kupata majibu ya haraka, lakini vile vile imeonekana inawadumaza akili zao. Lakini ukija upande wa pili kwenye masuala mengine, unakuta imechagiza sana kupatikana kwa taarifa hushi ambazo zimepelekea watoto wengi kuamini vitu ambavyo si sahihi ama vitu ambavyo ni hushi. Tumekuwa tukiona hasa teknolojia hii ya deepfake, kuona vitu vinatengenezwa, vinaonekana ama vinatokea, lakini si vya uhalisia. Sasa vimekuwa vikiwatatiza sana watoto kuliko watu wazima, kwa sababu watu wazima wakati mwingine wanaweza wakang'amua kitendawili hicho, lakini watoto wanashindwa kung'amua. Matokeo yake wanakuwa wamemezeshwa ama wamelishwa taarifa ambazo ni hushi na zinapelekea wao kukua na uelewa wa vitu ambavyo sivyo kwenye maisha. Lakini ukienda kwa upande mwingine, imechagiza sana watoto kukumbwa na changamoto za kihalifu mtandao. Na hii ni pale unapoona watoto mara nyingi of late wanakutana na watu tunaita mafataki mitandao na watu wengine ambao wanawarubuni kirahisi kupitia teknolojia hizi za AI kuhakikisha kwamba wanawadanganya kwamba wao ni fulani ama ni vitu fulani, na watoto wanakuwa wanaingia kwenye hali ambayo ndio sio. Changamoto ni nyingi sana zinazowakuta watoto kwa sasa. Nchi kama Australia na Ufaransa zimepitisha sheria za kuwalinda watoto hasa wale walio chini ya umri wa miaka 16 katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Huku katika mataifa yetu hasa kanda hii ya Afrika Mashariki, kuna juhudi zozote ambazo zinachukuliwa kuwalinda watoto mitandaoni ili wawe salama na kile ambacho wanakiona, wanakitizama, wanakisikia ama wanakisoma? Kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki hususan Kenya, Rwanda na Tanzania kuna initiative mbalimbali. Kwa upande wa Tanzania tuna mradi mahususi tunaoita Child Online Protection ambao huo upo Kenya na Rwanda vile vile wanaofanya. Lakini kwa upande wa Tanzania, kwanza kwa habari njema, leo tunavyozungumza tumetimiza miaka 2 kamili toka tumeuzindua mradi huo. Na tumekuja na jitihada nyingi, na mojawapo taka kuliongezea nguvu sana kipindi hiki ni haya masuala ya teknolojia, kuhakikisha kwamba mtoto anapotumia mitandao, mtoto anapotumia mitandao ya kijamii na kadhalika, je, tunamlinda vipi ili asijikute kwenye hali ambayo ndiyo sio kupitia hizo teknolojia. Kwa hiyo maudhui yale ambayo hamhusu mtoto, maudhui yale ambayo tutaki mtoto akutane nayo, basi tunapanga tuweze kuyazuia kama taifa la Tanzania. Kwa hiyo hizo ndio juhudi ambazo tuko nazo, lakini kama utakumbuka tumekuwa tukifanya elimu ya uelewa, lakini hatukuishia tu kwenye elimu ya uelewa. Tumefanya mapitio ya sheria za nchi, tumekuja na mkakati wa kitaifa wa kuwalinda watoto na changamoto za kihalifu mtandao na vitu vingine mbalimbali ili kuhakikisha kila mtoto wa Kitanzania analindwa kwa mujibu wa taratibu za nchi. Huyo ni Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama wa mitandao, kama nilivyozungumza naye hapo awali. Tukiwa bado tumesalia na masuala hayo ya usalama wa mitandao, mwanasheria mmoja nchini Marekani amezishtumu kampuni mbili kubwa za teknolojia, Meta na Google, kwa kuwasababishia watoto matatizo ya kiakili. Mark Lehner
ambaye anamwakilisha mwanamke mmoja anayesema alipata madhara makubwa kiakili kwa kuwa mraibu wa mitandao ya kijamii wakati alipokuwa mtoto. Hata hivyo, mwanasheria wa kampuni ya Meta anasema matatizo hayo yalisababishwa na mambo mengine na sio mitandao ya kijamii. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Makampuni makubwa ya mitandao ya kijamii duniani Meta na YouTube yamekabiliwa na madai mazito katika kesi ya kihistoria iliyoanza mjini Los Angeles, California, ikichunguza athari za Instagram na YouTube kwa afya ya akili ya watoto. Katika hoja ya ufunguzi, wakili Mark Lanier alisema mteja wake anayejulikana kwa herufi za awali KGM alipata matatizo makubwa ya afya ya akili kutokana na uraibu wa mitandao ya kijamii alipokuwa bado mdogo. Lanier alidai kuwa makampuni hayo yalibuni majukwaa yao kwa maksudi ili kuwarubuni akili za watoto bila kutoa onyo la hatari zake. Ili kusisitiza hoja yake, Lanier alielezea mitandao hiyo kama, na mnukuu, mashine za kulevya na kuwasilisha nyaraka za ndani ikiwemo barua pepe ya mwaka 2015 iliyodai ilimnukuu mkurugenzi mtendaji wa Meta Mark Zuckerberg akihimiza kuongezwa kwa muda wa matumizi kwa 12% kwa malengo ya kibiashara. Kwa upande wa YouTube, Lanier alisema kampuni hiyo iliwalenga kwa maksudi watoto kwa sababu ingeweza kupata mapato makubwa zaidi ya matangazo kuliko kupitia YouTube Kids. Hata hivyo, mawakili wa Meta na YouTube wamekataa madai hayo. Wakili wa Meta Paul Schmitz aliwaambia waamuzi kuwa matatizo ya KGM yalisababishwa na changamoto kubwa za kifamilia ikiwemo unyanyasaji, kutelekezwa na historia ya vurugu za nyumbani na si matumizi ya Instagram pekee. Alielezea kuwa KGM alianza kupata ushauri wa afya ya akili tangu akiwa na umri wa miaka 3. Kesi hii inayotarajiwa kudumu kwa wiki 6 inachukuliwa kuwa na athari kubwa kwa mamia ya kesi nyingine zinazofanana nchini Marekani. Katika wiki zijazo, ushahidi unatarajiwa kutolewa na wataalamu wa afya ya akili, familia za watoto waliofariki, pamoja na viongozi wakuu wa makampuni hayo akiwemo Zuckerberg, mkuu wa Instagram Adam Mosseri na mkurugenzi mtendaji wa YouTube Noel Mohan. Wakati huo huo, mawakili wakuu wa majimbo 29 wamewasilisha madai tofauti wakitaka Meta ilazimishwe kuondoa akaunti za watoto walio chini ya miaka 13, kufuta data zao, kuweka mipaka ya muda kwa watumiaji vijana na kuzima vipengele vinavyodaiwa kuchochea uraibu kama infinite scroll na autoplay. Meta imesema tayari imeanzisha akaunti za vijana, lakini waendesha mashtaka wanadai hatua hizo hazitoshi na ni za kimasoko zaidi. Snapchat na TikTok tayari zilifikia makubaliano na KGM mwezi uliopita na hazihusiki tena katika kesi hii. Naam, taarifa hiyo ya Nastia Mohamed, msikilizaji, ndio inatuhitimishia matangazo haya ya Dira ya Dunia kwa siku hii ya Jumanne ya tarehe 10 Februari mwaka 2026. Matangazo mengine yatakujia hapo saa 3 usiku. Shukran Victor Kenani, Sabila Mwagodi, Skola Kisanga, Mbaraka Abdalla, Sam Batenzi na mwenzangu Halima Nyanza. Mimi ni Karurobi na hii ni BBC.